Macho ya dunia nzima yalikuwa Moscow, siku ya kuwasherehekea mashujaa wa Urusi ikiwa inakaribia. Lakini mwaka huu kuna kitu kilichotokea ambacho hakikutegemewa. Pale ambapo jeti ya Urusi iligusa ardhi chini, mlango ukafunguliwa na akatoka kiongozi mdogo wa Afrika miaka 36 tu, Captain Ibrahim Traore. Hajavaa suti wala tai wala kiatu cha kung'aa, lakini amevaa magwanda ya jeshi huku bastola ikiwa inaning'inia kiunoni. Huyu hakuwa tu kama kiongozi mwingine anayeshuka kwenye ndege, ila hii ilikuwa ni kauli kuchallenge ulimwengu wa magharibi na oda zao za kizamani. Hakuja tu kwa sababu ya mahusiano ya kidiplomasia, hapana. Hakuja na ndege ya kibiashara au ndege ya Burkina Faso. Alikuja katika ndege maalum ya Urusi iliyotoka moja kwa moja Kremlin. Siku ya Alhamis ndipo alipokuwa amewasili Moscow katika viwanja vya Red Square. Lakini kilichofuata kilikuwa kiko mbali zaidi kuliko kawaida. Wakati tu alipogusa ardhi ya Urusi, basi kila kitu ulimwengu ukawa umeshajua. Kwa sababu hii haikuwa tu kwake ni kutembelea Urusi. Ilikuwa ni historia imetengenezwa. Hakuna kiongozi yeyote wa Afrika ambaye ametokelezea kwa namna hii. Na ujumbe ulikuwa uko wazi kabisa. Hakuenda Urusi kama mgeni tu, lakini alienda kama mshirika wa Urusi. Ni signal gani ya uwepo wake iliyotumwa? Kwa nini Urusi ilimchagua yeye? Kijana mdogo wa serikali ya mpito, tena mwanajeshi aliyekata mahusiano ya kidiplomasia na Mfaransa na aliyefungua kutia changamoto ukoloni mamboleo. Majibu ni rahisi sana, kwa sababu Ibrahim Traore anawakilisha ufunguzi wa ukurasa mpya. Ukurasa ambao Afrika inabidi iache kuomba ruhusa kwa mataifa ya magharibi. Ukurasa ambao washirika au ushirika unatengenezwa kwa wakati huo huo. Na Moscow chini ya kivuli cha Red Square, hii ilikuwa ni kama show kamili. Ulimwengu unaangalia picha, lakini wachache wanaelewa ni nini kilichokuwa kinatokea nyuma ya pazia. Hii halikuwa swala tu la kidiplomasia kama kawaida. Hii ilikuwa ni mamlaka kuhamia upande mwingine, kutoka Afrika Magharibi kwenda Ulaya ya Mashariki. Tujiulize, ni mambo gani 10 ambayo vyombo vya habari havikuweza kuyaonyesha? Ni kitu gani ambacho kila hatua aliyokuwa anapiga inamaanisha nini kwa maendeleo ya Afrika? Na hapa utakwenda kuelewa ni kwa nini Captain Ibrahim Traore anapendwa sana na anaangaliwa sana na ulimwengu mzima. Kwa nini kutembelea kwake huko Urusi basi tunasema hii ni milango mipya kwa ajili ya masuala ya kijiografia? Acha tuanze kupitia moja baada ya lingine. Swala la kwanza, kutua kama simba. Tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025, kuna kitu kilishangaza katika anga la Moscow. Rais Ibrahim Traore aliwasili katika airport ya Vnukovo uko Moscow kushiriki katika siku ya sherehe za mashujaa wa Urusi. Alitumia ndege ile ile mfanano na ndege ya rais. Hii inajulikana kama Ilyushin Il-96-300 ikiwa na usajili wa namba RA96019. Na hii ndege ni sehemu ya ndege ambazo ni VIP za serikali ya Urusi na inatumika kusafirisha maafisa wa hali ya juu wa ngazi za juu zaidi. Hii ni pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Il-96-300 ni ndege ya masafa marefu, lakini pia design yake ilivyodizainiwa imetengenezwa kusafiri bara moja kwenda lingine, huku ikiwa na mawasiliano au mifumo ya mawasiliano ya hali ya juu sana, lakini pia na usalama wa kutosha. Na aliitumia Ibrahim Traore, na hili likawa linaonyesha kuwa ni kwa namna gani kumekuwa na mahusiano mazuri ya kidiplomasia kati ya Burkina Faso na Urusi. Hii ilikuwa ni ishara ya wazi na inayotoa sauti kubwa sana kwa Washington, Paris na Brussels kusikia. Wakati ambapo mlango ulifunguliwa, kamera zikaanza kurekodi, na aliyekuwa anashuka ni captain. Mrefu, mtulivu, hajavaa suti hapana, ila amevaa gwanda zake za jeshi kama kawaida. Kofia nyekundu kichwani kwake na pisto ikiwa kiunoni kwake. Na hatua zake zilikuwa za polepole, amejikontrol mwenyewe, akitembea kama askari na si kama mwanasiasa. Hakukuwa na msafara wa magari ukiwa unamsubiri hapo. Ni Warusi wachache wakiwa hapo na kamera zikiwa zinamsubiri.
Na huko Wagadugu habari zilikuwa wazi kuwa rais ametua Moscow salama kabisa. Traore alifika ndani ya Moscow kama kamanda wa vita wa siku ndani ya nchi ya ugeni. Hakuenda Urusi kama mgeni, alienda kama mshirika ambaye wako sawa na Putin. Ukimya wake ndani yake kulikuwa na kitu cha msingi sana. Ni wakati ambapo NATO pamoja na Urusi wako kwenye migogoro mikali sana, na Putin akawa ameamua kumpa ndege ya kwake kutoka Burkina Faso kwenda Urusi kijana mdogo wa miaka 36 ambaye ni kiongozi wa Afrika. Burkina Faso haikuwa tena chini ya kivuli cha Ufaransa. Ibrahim Traore amekuwa ni kipaumbele. Kwenda kwake Moscow haikuwa tu kwa ajili ya kupiga picha, hapana. Ilikuwa ni mlingano na mfanano wa madaraka. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahim Traore ni zaidi ya rais. Ni alama ya kupinga ukoloni mamboleo, kupinga ukibaraka, kupinga kuingiliwa kwa mataifa ya Afrika na mataifa ya Magharibi. Na ndani ya miaka 4 amekwepa majaribio ya kuuawa 48, ikiwa mapinduzi ni 18. Amevunja uhusiano na Ufaransa na akatangaza uhuru dhidi ya rasilimali za Burkina Faso. Na sasa amekanyaga mguu wake katika ardhi ya Moscow, sio kuomba au kukinga bakuli, ila kujenga kitu kingine kipya, ukurasa mpya katika diplomasia za Afrika, kuwa hatutakuwa tena chini ya udikteta wa Magharibi. Na kufika kwake Moscow ikawa ni ujumbe kwa mataifa ya Magharibi kuwa Afrika sasa inahama na Traore anaongoza, na ulimwengu ukiwa unashuhudia. Jambo la pili, gwanda zake za kijeshi. Mavazi yake au gwanda zake za kijeshi zinatuma ujumbe hata kabla hajaongea neno lolote. Hakuvaa suti, hapana. Badala yake alisimama akiwa na gwanda zake za jeshi zinazoashiria mapinduzi na mageuzi. Shati lake lilikuwa na utepe kifuani, beji na bendera za Burkina Faso zikiwa zinang'aa kama medals. Mabegani mwake kukiwa na mapambo ya dhahabu. Upande mmoja wa mkono akiwa amevaa rangi nyekundu, kijani na rangi ya njano kwenye kidani cha mkono, akionyesha kujivunia taifa lake la Burkina Faso. Haya ni mavazi ya mtu aliyepindua nchi kijeshi, na anaendelea kuvaa kuendelea kulinda nafasi yake. Na usisahau bado alikuwa na bastola yake kiunoni, jambo ambalo limekuwa likigonga vichwa vingi vya habari katika vyombo mbalimbali, hata alipotokea Ghana akiwa na bunduki yake kiunoni. Sasa Moscow kwenda tena na bastola yake, alionyesha ni kwa namna gani alivyo jasiri. Katika ulimwengu wa wanasiasa, Traore alionekana kama askari. Jambo la tatu, mtoto wa Afrika katika umati wa watu wengi. Traore alipotua tu Moscow, watu wengi wakamzunguka. Waafrika wanaoishi Urusi, watu wengi wakimzongazonga, wakitaka wamkaribie tu, hata wamwangalie, wapige naye picha, wengine kama hivyo. Media moja ya Urusi iliongea wazi kabisa kuwa Traore alipotua, kwa umaarufu alionao, basi aliwavuta watu wengi sana waanze kumwangalia, kila mmoja akitaka picha na mtoto wa Afrika. Dakika chache alizotua Moscow, kila mmoja alikuwa anataka ashikane naye mkono. Basi bwana, watu wengi wakimsogelea, sio wa Afrika, sio Warusi, wala sio wale askari wa zamani, wakitaka hata kupiga naye picha tu. Na jamaa alikuwa mpole lakini mwenye tabasamu wakati wote. Jambo la 4, kupeana mikono huko Kremlin banquet. Jioni yake Traore alikaa huko Kremlin wakati wa chakula cha usiku, na wapiga picha wakaanza kutuma picha za Putin akiwa anatabasamu, akishikana mkono na Ibrahim Traore wakati wa chakula cha jioni na washirika au wageni waliowasili pale. Na usiku huo kijana anayevaa gwanda za kijeshi akaja kuwa ni mgeni wa heshima miongoni mwa wageni wa heshima wa Vladimir Putin, akikaa karibu na viongozi wakubwa wa dunia kama rais wa China Xi Jinping. Picha za Traore na Putin wakiwa wanainua glasi zao juu zikasambaa kwa haraka mitandaoni, zikiashiria ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Urusi. Jambo la 5, kuweka mashada ya maua kuashiria umoja. Tarehe 9 mwezi wa 5 ndipo ambapo sikukuu hizi zikawa zinafanyika Moscow. Traore akaungana na viongozi wengine wa dunia katika makaburi ya askari wasiojulikana katika bustani ya Alexander. Huu wakati ambapo Ibrahim Traore aliungana na viongozi wengine wa dunia katika kuweka maua kwenye ukuta wa Kremlin. Hili likawa linamaanisha kuwa ameungana na viongozi wengine wa dunia
katika ili tukio la uko Moscow Kremlin, na hatimaye akaweka mashada ya maua katika kumbukizi ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia. Kamera zikawa zimerekodi mbele ya jumba la makumbusho la Stalin na bendera kwenye minara hapo Red Square. Traore akainamisha kichwa chake pamoja na viongozi wengine wakubwa kutokea China, Zimbabwe na maeneo mengine pia. Kwa Ibrahim Traore lilikuwa ni tukio muhimu sana la kihistoria kwake. Mavetenari waliopigana kupambana kutokana na mifumo ya kimagharibi ya kiunyonyaji, akitoa heshima kwa askari hao ambao hawapo miaka zaidi sasa ya 80. Jambo la 6, viongozi ambao ni ndugu kwenye gwaride. Wakati paredi likiendelea la kuwakumbuka mashujaa wa Urusi, basi Traore akajikuta amesimama pembeni ya viongozi wengi ambao sasa ni kama ndugu: Putin, Xi Jinping, Mnangagwa wa Zimbabwe, Mahmoud Abbas wa Palestina na wengine pia. Hii ilikuwa ni heshima sana kwa wageni wa heshima waliohudhuria ili gwaride huko Urusi, na Burkina Faso kiongozi huyu akiwa mmoja wao. Huu ulikuwa ni wakati ambapo vyombo vya habari vya Burkina Faso vikatangaza hii habari kwa nguvu sana, wakati gwaride likipita na ndege za kijeshi zikiwa zinaruka juu ya vichwa vyao. Lakini pia vile vile Captain Ibrahim Traore, kiongozi ambaye alikuwa amekataliwa kama kiongozi wa mpito, ambaye anaonekana ni dikteta, lakini sasa yuko miongoni mwa viongozi wakubwa wa dunia, naye akishuhudia mambo yanavyoenda huko Moscow. Jambo la 7 ni ukaribisho wa vyuo vya Urusi walivyomkaribisha Traore. Asubuhi baada ya siku ile ya maadhimisho ya mashujaa wa Urusi, Traore alitembelea Moscow State Technology University na chuo cha Mendeleev kwa ajili ya maongezi, na mshangao mwingine ukatokea kwenye ratiba yake. Alikaribishwa kwa furaha sana, tena katika aina ya Warusi wanavyowakaribisha watu. Wanafunzi kutoka Afrika wakaanza kuimba wakicheza wakati alipokuwa akiwasili. Wanafunzi wawili wakaja mbele wakiwa wamevalia uniform, wakimpa kipande cha mkate kilicho nakshiwa vizuri sana na kufungwa katika nguo, pembeni kukiwa na kibakuli cha chumvi. Hilo jambo likamfurahisha sana, na usoni kwa Ibrahim Traore ungeona namna alivyofurahia kuona hivyo, na vyombo vya habari vikaandika kuwa wanafunzi wa Kiafrika wanaosoma Urusi wamemkaribisha Ibrahim Traore kwa kipande cha mkate na kibakuli cha chumvi. Lilikuwa ni jambo la ajabu kidogo. Askari kutoka Afrika anakaribishwa Urusi, tena katikati ya mji wa Urusi kama shujaa, akionyesha ushirikiano kupitia utamaduni lakini na urafiki pia. Jambo la 8, mazungumzo ya kimkakati huko Kremlin. Baadaye siku ya tarehe 10, Ibrahim Traore alikaa meza moja na Vladimir Putin huko Kremlin, na huu ndio ulikuwa wakati ambapo watu wengi sana walifuatilia. Ahadi zikawekwa, mazungumzo ya kimkakati kati ya mataifa haya mawili, ushirikiano wao, wakati ambapo ajenda hizi hazikuwekwa wazi kwa umma, lakini mambo waliyojadiliana ni ulinzi pamoja na ushirikiano wa kijeshi. Na hata hivyo, Reuters waliripoti mwezi wa 9, 2023 kwamba naibu waziri wa ulinzi wa Urusi kuwa amezuru na kutembelea huko Wagadugu kuangalia ama kujionea mwenyewe ushirikiano huu wa kijeshi, hasa katika utawala huu wa Ibrahim Traore. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni kuwafundisha askari wa Burkina Faso, na pia marubani wa Urusi wawafundishe marubani wa Burkina Faso. Sasa huko Moscow, Ibrahim Traore alikuwa na wakati mzuri sasa wa kugongea muhuri katika ramani ambayo imewekwa mezani kwa Vladimir Putin. Na kwenye kikao hiki kamera zikawa zimewekwa nje, na waandishi wa habari wakaambiwa watajulishwa baada ya mambo yote kukamilika. Na hata hivyo, ushirikiano wa kiusalama ndio ilikuwa kiini kikubwa cha safari ya Ibrahim Traore huko Moscow. Na mazungumzo yalikuwa ni kwa namna gani Urusi anaweza kujaza yale magepo ambayo Ufaransa ameyaacha. Na Reuters wakaripoti kuwa mwezi wa 9, 2023
Wakati ambapo naibu waziri wa ulinzi wa Urusi alipotembelea Burkina Faso, Traore alimwambia kuwa angetamani sana maafisa, angetamani sana askari, hata mapilot wafundishwe na wakufunzi kutoka Urusi. Na sasa matarajio yalikuwa kwa sababu Traore yuko Moscow, basi haya yote yatafanyika hata pasina waandishi wa habari kujulishwa, lakini imani ni kuwa basi makubaliano haya yatafikiwa na kusainiwa na pande zote mbili. Swala la 9, watu wa magharibi kukodoa macho na kuyaweka wazi. Safari ya Ibrahim Traore ya siku 5 huko Moscow iliwashangaza watu wa magharibi na ikabidi waanze kuifuatilia. Vyombo vya habari na maexpert wao wakaona kuwa safari ya Traore huko Moscow, huo ni ushahidi tosha kuwa Ibrahim Traore anajiondoa mwenyewe kutoka upande wa magharibi na kutengeneza washirika wapya, ambapo miongoni mwao ni Urusi. Kama ambavyo Reuters iliripoti mwaka 2025 mwanzoni kuwa Urusi anajaribu kujenga mahusiano ya karibu sana na mataifa ya Afrika, akijinasibu mwenyewe kuwa yeye ni rafiki mpya na mshirika mpya ambaye hajawahi kuikoloni Afrika. Kiukweli ujumbe huo sasa ndio umeshika moto. Burkina Faso iliwatimua maaskari na vikosi vya Ufaransa mwaka 2023 na mwaka 2025 wakawa wamekamilisha kuunda Umoja wa Sahel, umoja ambao unajumuisha mataifa matatu: Mali, Burkina Faso na Niger, na wakaondoka kwenye umoja wa ECOWAS. Kwa Marekani na Ufaransa, ukaribisho wa Putin kwa Ibrahim Traore kama mgeni wa heshima basi kawa inatuma ujumbe wa wazi kuwa ule ushirika na mataifa haya umeisha. Mmoja wa wataalamu wa mataifa ya magharibi akasema hii siku ya kusherehekea kwa mashujaa wa Urusi kuna iweka au kuyaweka mataifa ya magharibi katika aibu kubwa sana, kwa sababu mataifa ya Afrika yanaungana na Urusi sasa. Na mwamba kwenda huko Moscow ulikuwa ni ujumbe wa wazi kabisa kuwa amewakataa watu wa magharibi, na kuwa Burkina Faso imechagua Urusi dhidi ya Ufaransa, na Ulaya walikuwa wanaangalia wakikosa njia ya kulizuia hilo. Jambo la 10, kiti katika meza ya dunia. Tunamaanisha nini kusema hivyo? Mwisho wa safari yake Traore akajikuta katika grupu moja amazing sana. Picha zilipopigwa zikaonyesha Ibrahim Traore amesimama pembeni ya rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, rais wa Palestina Mahmoud Abbas, na rais wa Abkhazia na kaskazini mwa Ossetia. Wote walikuwa wamekusanyika chini ya bendera ya Urusi. Katika kauli maalum ya serikali ya Kremlin ilikuwa hawa wanaitwa ni wageni wa heshima kutoka mataifa ya nje. Kwa watu wengi walikuwa wanaangalia hili halikutegemewa. Yaani rais kutoka Afrika aliyevaa gwanda za kijeshi amesimama imara katikati ya viongozi kutoka Asia, kutokea Mashariki ya Kati na ukanda ambao kumekuwa na mapigano ya muda mrefu wakati huo Umoja wa Kisoviet. Ilikuwa inaonyesha kundi la mataifa ambayo yanakuja kuwa kinyume kabisa na sera za magharibi. Na huu ulikuwa ni ujumbe kwa watu wa magharibi kuwa sasa Burkina Faso inasimama hapa kwa hapa na mataifa yanayokuwa ulimwenguni ambayo yako kinyume na sera za magharibi. Na kuondoka kwa Ibrahim Traore Burkina Faso kuelekea Urusi, je, anahatarisha au ni faida? Yote mawili yanawezekana. Na watu wengine wanadhani kuwa kama atakuwa anaitegemea Urusi sana, ataruhusu kitu kile kile kuikontrol Urusi. Lakini kila mtu anajua kuwa Urusi ni mshirika mzuri, ni mshirika mwema, sio kama watu wa magharibi ambao wanataka kukontrol na kukupeni oda wakati nyinyi wamewapa kuwa ni mataifa huru ya Afrika.